Naitwa Wendo Makau, mimi ni mratibu au team coordinator wa timu ya Fountain Gate FC. Kwa mara ya kwanza kabisa mwanzo wa ligi, Fountain Gate inaonekana kufanya vizuri zaidi katika ligi kuu, lakini sasa hivi ni kama imeshuka. Shida ni nini exactly? Niseme tu kwamba ligi ni marathon. Na marathon unaweza ukaanza vizuri, lakini baadaye ukayumba kidogo, lakini ukakaa sawa ukajiweka vizuri. Lakini niseme kama ulivyosema tulianza vizuri lakini hapa katikati tumeyumba kidogo. Na kuyumba kwetu inawezekana labda baada ya dirisha dogo kuna baadhi ya wachezaji wetu wamepungua. Kama mnavyojua top scorer wetu Sulemani Mwalimu alikwenda Wydad, tulimuuza kule, lakini tuliachana na baadhi ya wachezaji kama Mbundo, tukaachana na Gian, tukaleta usajili mpya. Kwa hiyo yote hayo inawezekana, siwezi kusema moja kwa moja ndio sababu, lakini inawezekana ikawa ni sababu kwa sababu ya mabadiliko haya ikatufanya tukawa tumeyumba. Lakini kama nilivyosema ukweli kwamba ligi ni ndefu, lakini ligi ni ngumu. Kwa hiyo muda wote lazima uwe umejiandaa vizuri, na unapojiandaa vizuri lazima ujue na mwenzio pia anajiandaa. Kwa hiyo yes, tumeyumba kwa sababu ya hizo changamoto chache, lakini niseme tu ni wakati mwingine ni ugumu wa ligi yetu, sababu sisi kwenye timu yetu kama unaifuatilia tuna vijana wengi ambao bado ni wageni kwenye ligi. Wale wazoefu wako wachache. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia nayo ikawa ni moja ya sababu ya kutuyumbisha. Yeah. Sawa. Umeongelea kitu kama Sulemani Mwalimu ambao ndio Gian kutoka kwenye timu, lakini pia ukiangalia position ambayo tupo sasa hivi kama team coordinator unaizungumziaje? Ukweli ni kwamba hatupo kwenye position nzuri, ni position mbaya sana. Kuwa kwenye nafasi ya 13, 14 sio kitu kizuri sana, kwa sababu ukishindwa kujinasua hapo maana yake unaenda kucheza playoff. Kwa hiyo tunajua position yetu ni ngumu sana, na hiyo ndio sababu ambayo imepelekea tukaweza kuweka kambi mapema, tukabadilisha hata mazingira ya kempu, tukaja hapa Arusha kwa sababu tunataka wachezaji wapate kitu tofauti, waweze kutuliza akili ili kujiandaa vizuri kwa ajili ya mechi zetu mbili zilizobaki. Kwa sababu ukweli ni kwamba mechi zenyewe mbili zilizobaki ni ngumu sana. Coastal nao bado wanapambania nafasi, lakini Azam kama mnavyojua ni timu ina wachezaji experience na ina maprofessional wengi. Kwa hiyo tuna mechi ngumu ambazo ni lazima tujiandae vizuri ili kuhakikisha kwamba tunajinasua kwenye nafasi ya kucheza playoff. Lakini pia hata ukienda playoff ni sehemu nyingine ngumu sana, kwa sababu unakutana na mtu ambaye ametoka kupata ushindi huko chini, amekuwa akifanya vizuri na bado na wenyewe wanataka kupanda ligi. Kwa hiyo tusingependa kwenda kwenye playoff, lakini imetupelekea huko, imetufanya kwamba tuweke kambi mapema, kama ikitokea tukadondokea huko basi tuwe tumejiandaa vizuri. Sawa, tuko Arusha na mazoezi yanaendelea. Maandalizi in general yanaenda vipi? Ama ratiba ya hapa Arusha kwa Fountain Gate ipo vipi? Niseme maandalizi mpaka sasa yanaenda vizuri. Mazingira ya Arusha ni mazuri kwa maandalizi, na tumepata kempo nzuri, na of course wachezaji wana determination, wanaona hali tulionayo. Kwa hiyo wanafanya mazoezi kwa nguvu sana kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo so far tunaendelea vizuri na mazoezi hapa Arusha. Wachezaji wanaonyesha morali gani katika hizo mechi mbili ambazo zimebaki? Ukweli ni kwamba wachezaji kwanza hawafurahi nafasi walipo, lakini wanapambana sana. Wanataka kuhakikisha kwamba mechi hizi wanafanya maajabu. Wanaelewa kwamba ni mechi ngumu sana. Hatuna mechi nyepesi. Kwenda kucheza na Coastal Union nyumbani kwake sio kitu chepesi. Kwa hiyo wengi wanajua, lakini wamejitoa. Unawaona kabisa nidhamu yao kambini, wametulia, wanamsikiliza mwalimu, wanapata mazoezi mazuri, na kwa kweli wanasema wanaitaka sana hii mechi. Wana lengo la kufanya maajabu kwenye mechi ijayo. Naam. Wakazi wa Manyara na wakazi wa Babati wasiwasi wao upo kwenye timu kwenda kushuka ligi, japokuwa kitu ambacho umekiangalia kwa ukubwa na kwa undani zaidi, kitu gani ambacho unaweza kuwatoa wasiwasi waweze kuamini mashabiki wa Fountain Gate, Babati na sehemu zingine wana haki ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu tunajua wanaipenda sana timu yao na wamekuwa wakisupport sana. Kwa hiyo tunajua hii nafasi tuliopo inawaumiza sana, hata sisi tunaumia sana na tusingependa kuwa hapa.
Lakini kama nilivyosema, tunawaahidi tu kwamba wachezaji wamejitolea kwa asilimia kubwa sana, wameahidi kujitolea kufa na kupona kuhakikisha kwamba wanaiokoa timu yao. Kwa hiyo najua wana wasiwasi, lakini niwatoe wasiwasi, niwaambie tu waendelee kutuombea. Sisi tunafanya mazoezi mazuri na wachezaji wako tayari kupambana kwa ajili ya kuibakiza timu kwenye ligi. Under 20 wameweza kushiriki katika ile top 8 na wameweza kuwa nafasi ya pili, wameweza kuibuka nafasi ya pili. Pengine unauzungumziaje top under 20? Lakini pia tutegemee tutawaona baadhi yao katika usajili wa msimu unaofuata. Niseme kwanza timu za vijana Fountain Gate ndio kitovu cha mpira wa Fountain Gate. Kabla hata tujafika hapa tulipo, tulikuwa tuna timu za Fountain Gate ilianza na timu za vijana kuanzia umri wa miaka 13 kwenda mpaka miaka 20. Kwa hiyo kwangu mimi sio kitu cha ajabu kuona wamefika finali, lakini cha ajabu kwangu ni kwamba kwa nini hawajachukua kombe, kwa sababu najua ni timu ambayo imejiandaa vizuri sana, imeandaliwa kwa muda mrefu, wale wachezaji wamejengwa kimpira, hasa wana nidhamu ya kutosha kwa mpira na kwa kweli wana ari sana, wanatamani kwenda mbele. Ukiwaona wakicheza kule wanakuambia lengo lao sio hapa, lengo lao ni kwenda zaidi na zaidi. Kwa hiyo niseme mimi nilitegemea kwamba tunachukua ubingwa. Kwangu mimi ni ajabu hatujachukua ubingwa kwenye under 20. Lakini kama ulivyosema, wale under 20 sisi ndio msingi wa timu yetu ya senior team. Kama unavyojua sisi wachezaji wetu wengi wakitoka kule chini lazima tuwapandishe huku juu kwa ajili ya kuendelea. Na lengo letu huko mbele hatutakuwa tunachukua wachezaji wa nje. Lengo ni kuwa tunachukua wachezaji wa ndani kuja kucheza ligi kuu. Kwa hiyo wanafanya vizuri na tunawategemea sana kwenye ligi kuu. Kwa hapa tulipo tunao wachezaji kama 6 hivi under 20 wametoka kule, wamekuja kuisaidia timu yao ya wakubwa. Kwa hiyo niseme under 20 ndio timu ambayo tunaitegemea kujenga timu yetu kubwa kwa hapo mbeleni. Ukizungumzia kuboreka wachezaji wetu under 20, wakati mwingine tunapata hata shida tumlete nani juu, tumpeleke tumwache nani, kwa sababu wote wanaonyesha viwango vizuri. Wakati mwingine tunatamani kuwapandisha wote, lakini kwa sababu yana nafasi basi tunapandisha wachache. Na kiukweli wengi wanaokuja huku bado wanaonyesha wanafanya vizuri sana. Wanaisaidia sana timu, na tunaamini hata kwenye mechi ambazo ziko mbele hawa under 20 watakuwa sehemu ya kile ambacho tutaenda kufanikiwa kwenye kuibakiza timu kwenye ligi. Ukimwangalia golikipa wa under 20 ameonekana kufanya vizuri zaidi compared to, naweza nikasema golikipa wetu ambao watu wameonekana kuwanyoshia vidole sana. Pengine tumtegemee kumwona Machupa next time? Niwape tu siri, Machupa ana zaidi ya miaka 5 ndani ya timu ya Fountain Gate. Alikuja akiwa mdogo sana, nadhani miaka 13 14, na amekuwa akitengenezwa kwa kipindi chote hicho, na kile kiwango alichokionyesha pale ni sehemu ya ubora ambao ameupata ndani ya Fountain Gate. Kwa hiyo na niwaambie hapo mbeleni ndani ya miaka 2 3 atakuwa mchezaji mzuri sana. Yes, tumemchukua kwenye timu ya wakubwa, yupo ana train na timu ya wakubwa, na msishangae anaweza kakaa golini kwenye mechi zetu mbili zilizokuwepo zinazofuatia huko mbele. Technical bench siwezi kuwaongelea. Kitu tunachoweza kuongea ni kuambia tu washabiki wetu kwamba tunajiandaa vizuri, tunajua tuna mechi ngumu, wana hofu na timu, lakini tuwaambie tu wachezaji wanajiandaa vizuri kwa ajili ya kuhakikisha timu inabaki kwenye ligi, na inshallah timu itabaki kwenye ligi.